qadri, katika usiku wa cheo, usiku wenye heshima kubwa. Ndio upi huo usiku wenye cheo? Si ule uliokuwa kwenye mwezi wa Ramadhani? Sawa, ndio upi? Ndio ule usiku uliobarikiwa, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, suratul Dukhan. Aya hizi tatu, kwanza shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran, Qurani yote imeteremshwa kwenye mwezi wa Ramadhan. Tena kuteremshwa kwenye iliteremshwa dufatan wahida, kwa mkupuo mmoja yote. Lakini Qurani hii imeshushwa kwenye mwezi wa Ramadhani kwa mkupuo. Siku gani? Fi lailatul qadri, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Qurani yote Allah anasema ameiteremsha katika usiku mmoja, usiku wa cheo, usiku wenye heshima kubwa. Ndio upi huo? Mungu anaufasiri usiku huo katika suratul Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, kwa hakika tumeiteremsha Qurani hii yote katika usiku uliobarikiwa. Usiku uliobarikiwa ndio Lailatul Qadri. Lailatul Qadri ipo katika mwezi wa Ramadhani. Sawa? Haya, kwa Qurani yote Mwenyezi Mungu ameishusha kutoka wapi? Lauhul Mahfudh mpaka wapi? Baitul Izza. Lauhul Mahfudh ipo katika uwingu wa 7 juu huko, Baitul Izza ipo katika uwingu wa dunia. Imeshushwa Qurani yote. Baada ya hapo, kutoka pale kushuka kwa Muhammad sio kwenye mwezi wa Ramadhani, mwezi wowote ule ilikuja, mwingine mfungo 3, mwingine mfungo 6, mwingine mfungo 5. Ushukaji huu kutoka wapi? Baitul Izza kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kidogo kidogo, au wanaita munajjaman. Ushukaji huu ndio unaoelezwa hapa, nazzala alaika. Kwa neno nazala ni kule kushusha kidogo kidogo kidogo, anzala ni kule kuishusha yote kwa mkupuo. Nazzala alaika alkitaba, amekuteremshia wewe Muhammad hii Qur'ani bilhaqi. Kuteremshaje? Kateremsha kidogo kidogo, musaddiqan lima baina yadayhi. Kwenye Taurati, wa anzala at-taurata wal injila, na akaiteremsha huko nyuma. Allah ameiteremsha Taurati na Injil min qablu, kabla ya kuiteremsha hii Qur'an. Kwa la kwanza ni anzala na nazzala. Tofauti yake nini? Anzala ushukaji wote wa Qur'ani nzima, nazzala ushukaji wake kidogo kidogo kumfikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sawa? La pili, wa anzala at-taurata wal injila min qablu, na Allah ameteremsha Taurati na Injili kabla ya hiyo Qur'ani. Kabla na baada, neno kabla na neno baada. Maeneo mengine tunaambiwa min qablihi, maeneo mengine min qablu. Ikitanguliwa na min, muda mwingine inakuwa na kasra, lakini muda mwingine inakuwa ina dhamma, muda mwingine inakuwa min qablihi, min ba'dihi, na muda mwingine min qablu, min ba'du. Suratul Rum, alif lam mim, ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah. Min qablu, tamko kabla na tamko baada, hizi ni dharfu, ni vielelezo vinavyojulisha wakati, dharfu zaman. Mudhafu ilayhi yake ikitajwa inakuwa mu'rab, kwa hiyo inakuwa min qablihi, na isipotajwa mudhafu ilayhi yake inakuwa mabniyun ala dhammi, min qablu na min ba'du. Hapa mbele yetu wa anzala at-taurata, na Allah ameteremsha Taurati, wal injila, na Allah ameteremsha Injili, min qablu, kabla ya kuiteremsha Qur'an. Kule min qabli an yunazzila alkitab, kuondolewa hayo ya mbele, kabla ikapata nini? Ikapata dhamma, min qablu. Jambo la pili. La tatu,
Wanzala taurata, Allah ameteremsha Taurati kwa Nabiyullahi Musa, wal injila, na akateremsha Injili kwa Nabiyullahi Isa, min qablu, kabla ya kuiteremsha Qur'ani kwa Muhammad, hudan, hali ya kuwa vitabu hivyo ni muongozo, linnasi, kwa watu wote, wa anzala alfurqana. La tatu, anzala alfurqana, na Allah ameiteremsha kwa ujumla wake hii Qur'ani kama alivyoiteremsha Taurati na Injili kwa ujumla. Kwa hii anzala anazungumzia uteremkaji wa kutoka wapi? Lauhul Mahfudh mpaka Baitul Izza katika samai dunia. Ile nazala ameiteremsha kutoka Baitul Izza mpaka kwenye kifua cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anzala al-Furqana, na Allah akaiteremsha kwa ujumla hii Qur'ani kutoka Baitul Izza mpaka kutoka Lauhul Mahfudh mpaka Baitul Izza. Wa anzala al-Furqana, na pia Allah ameteremsha zile sunna, ule ufafanuzi wa Qur'ani unaotenganisha kati ya haki na batili kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mambo matatu, tunaendelea. Innal ladhina kafaru, kwa hakika wale waliokufuru, wanaokataa kuikubali na kuitambua Qur'ani, kafaru bi ayati llah, wanaopinga aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lahum adhabun shadidun, wanastahiki kupata adhabu kali, wallahu azizun dhu intiqam, na Mwenyezi Mungu azizun ni mshindi asiyeshindika, dhu intiqam, mwenye adhabu kali. Wallahu azizun dhu intiqam. Sura hii imekaa kwenye muundo huu, inawazungumzia manasara. Suratul Baqara sehemu kubwa ilikuwa ikiwazungumzia ahlul kitabi, Mayahudi. Ali Imran kuanzia aya ya kwanza mpaka ya 80 na tunazungumzia habari za ahlul kitabi, kina nani? Manasara. Hata sababu ya kushuka kwake, siku moja alikaa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukaja wafdun, ujumbe wa manasara umemjia, wakawa wanahojiana Mtume sallallahu alayhi wasallam na wale manasara kuhusiana na Isa, mpaka Mtume akawauliza maswali, kwani Isa huyu si ndio yule ambaye anayekula chakula? Sawa. Huyu si ndio ambaye kishakula, baadaye chakula kikisha kutumika mwilini, yale zile takataka zinatakiwa zitoke? Ndiyo. Zile kisha kutumika chakula mwilini, takataka zile zinatoka kwa njia gani? Haja ndogo au haja kubwa? Mungu kweli mnyewe mnaamini huwa anaenda chooni? Mizozo kama hiyo, mijadala kama hiyo, hatimaye wakasema hapana, haiwezekani, wakakiri kuwepo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama aya mbele zitakavyokuwa zinatubainishia. Na ndio maana sura hii inaitwaje? Ali Imran, sio suratu Al-Imran. Kama sura gani? Al-Imran, sio Al-Imran bali Ali Imran, suratu Ali Imran. Al-alu bimaana familia, watu. Ali Imran, watu wa mzee Imran. Imran ndio nani? Mama yake Maryam. Mama yake nani? Maryam. Wa Maryama ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin. Imran ni mama yake Maryam. Kwa sura inazungumzia watu wa Imran, familia ya Imran. Nani hao? Mke wake, mwingine mtoto wake Maryam, mwingine mjukuu wake Isa, na mwingine nani? Yahya ibn Zakaria. Hao ndio wanaoitwa nini? Alu Imran. Sura hii itazungumzia zaidi Alu Imran.
Suratul Baqara imeitwa vile kwa sababu ndani yake kuna kisa cha ng'ombe, ndicho kilichotajwa sana kikazungumziwa, ikaitwaje? Suratul Baqara. Na hii kuna kisa cha Imrani na watu wake kitatajwa sana huko, ikaitwaje? Ali Imran. Wewe unasoma sura gani? Ali Imran, so Al Imran. Kasiri lama, iweke kasra lam, Ali Imran. Aya, innal ladhina, kwa hakika wale watu ambao kafaru biayati llah, wanaupinga dalili za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lahum adhabun shadidun, wanastahiqi kupata adhabu iliyokuwa kali. Wallahu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, azizun, ni mshindi asiyeshindika, dhuntiqam, mwenye adhabu kwa wanaomuasi. Dhu ile dhu ya nini ya akhawati, ya asma'u asma'u al-khamsa au asma'u al-sita. Dhu intiqami, sio dhu ta'iyya. Dhu tunazo mbili, tuna dhu ile katika asma'u al-khamsa, dhu yenye maana ya sahibu, na dhu nyingine dhu at-ta'iyya, dhu wanayozungumzia Banu Tayyi, ambayo ina maana ya dhu ta'iyya, dhu yenye maana ya alladhi. Anasema msemaji wao mmoja, fa imma kiramu muqiruna lakituhumu fahasbiya min dhu indahum ma kafaniya. Fahasbiya min dhu, sio min dhi. Dhu katika asma'u sita inakuwa marfu'u na alamatu raf'ihi alwawi, mansubun wa alamatu nasbihi alalifu, majrurun wa alamatu jarrihi alya'u. Ndio hivyo Ibn Malik anasema, warfa biwawin wansibanna bil alif wajrur biya'in ma min al asma'i asif min dhaka dhu in suhbatan abana walfamu haythu al mim minhu bana akhun abun habun kadhaka wahanu والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندور وقصرها من نقصهن أشهر. Dhu hii ni asma'u sita, ndio hii hapa tulikuwa nayo. Kwa maana Allahu azizun, Mwenyezi Mungu ni mshindi asiyeshindika. Dhu intiqamin, sahibu intiqamin, dhu intiqamin, mwenye adhabu kwa wale, mwenye adhabu kali kwa wale watakao muasi, sio dhu ta'iyya. Dhu ya Bani Tayyi wao kwao dhu pale sehemu wewe unatumia alladhi, wao wanatumia dhu Banu Tayyi. Twende, inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa. Huyu Isa ambaye nyewe mnadai huyu ni Mungu, naye huyu Isa ambaye nyewe mnadai mara mwana wa Mungu, huyu Musa ambaye mnadai ni mmoja katika waungu watatu, huyu mbona kuna mambo yeye hayajui? Mungu wa kweli yeye, inna Allaha, kwa hakika Mwenyezi Mungu, la yakhfa alayhi shay'un, hakifichikani kwake yeye kitu chochote, fil ardi wala fis samaa, ardhini wala mbinguni. Mungu kwake vitu vyote anavijua, lakini Isa kitu kikichimbia hapa, mkiondoka kuuliza bwana Isa hapa pana nini chini, hajui. Huyu sio Mungu. Mungu yeye, la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Huwa alladhi, Mwenyezi Mungu ambaye ninakuambieni yeye ndiyo yule ambaye yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Yusawwirukum, aliyekupeni sura, aliyokupeni hizo nyuso zenu, fil arhami, mlivyokuwa katika matumbo ya mama zenu, kaifa yasha, kwa namna anayoitaka yeye. Nani aliyochagua uso wake uko hivyo wa raundi hivi, sura yake kama kipande cha sabuni? Nani kachagua? Ndio Mungu kakupa sura hiyo. Fi ayi suratin ma shaa rakabaka. Allahu, Mwenyezi Mungu yeye tunayomzungumza hapa, huwa alladhi, ni yule ambaye yusawwirukum, anayekupeni sura, fil arhami, mkiwa katika arham, jamu ya rahim, vifuko vya uzazi, katika matumbo ya mama zenu, kaifa yashau, kwa namna anayoitaka yeye.
Mnaweza mkawa baba mmoja mama mmoja, huyu sura yake ikawa ya raundi, huyu sura yake ikawa ndefu.